4 5 6 7 8 9 10. Kuzoshika 10. Hiyo ni Mungu zimerudi kwangu tena. Mother-in-law, wewe anza kutuambia ziko sawa na sisi tunahesabu pesa. Mbona unasema ziko sawa na tunahesabu? Lazima tuhesabu mpaka ziishe zote. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaani anasema ziko sawa. Tunataka kujua kama ziko sawa, lazima tuhesabu. Sisi we have to confirm. Sasa hesabu kuzo mimi nikishika tu. Ndio hizo ni ngapi? 20 kwa mikono ni 20. 1 2 3 4. Daktari Namwaga. Na hii ni kazi ndogo sana kwangu. Hata nashindwa kiboko ameshindwa aje na hii kazi kama hii. Unaona vile imeshikanishwa hivi? Kutoanisha ni kumfungua. Nataka nitoanishe nikate hiyo kamba ya huku na huku. Nianze kumfungua kwanza. Unaona hizi manyama amefungwa, hii ni magonjwa. Hii ni magonjwa ambayo alikuwa anawekewa. Tufungue. Mshikilie. Leo wana nguvu na ngobadi, watu wanajua zinafanya amazing zaidi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu unanifanya najihisi mtamu. By the way, ukiniangalia hapa niko na Kuzo, kana na Kuzo niko na Daktari Namwanga. Na kwa kweli mambo mengi sana yame happen. Tukasema kweli lazima tupambane zaidi kuhakikisha kuwa kila kitu kiko fresh barida. Na mimi nilisema kuwa singetamani kuona mtoto amedhulumiwa. Unajua kudhulumiwa na mtu ambaye anachukua vitu zako ambazo wewe mwenyewe umepambania, na kando na hivyo umeweka malengo makubwa sana kuhusu na umepanga kila kitu vile utakofanya hizo hela, alafu mtu anakuja na kutoka. Ni kitu ambacho kwa kweli sio kizuri. So nikasema solution ni kuwa lazima tuweze kumtafuta daktari, na daktari mwenyewe ni mja Mungu sana, ni mtu ambaye anajua anafanya kila kitu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, unaelewa? So daktari sio mganga, na daktari ana nguvu za giza kabisa. Yeye mwenyewe anapigana na nguvu za giza, maana wewe kama wewe ni mchawi utalijua jiji nakwambia. So Kuzo, what I can say, Kuzo, I'm happy because daktari yuko hapa. So usiwe na wasiwasi wowote ule. So naamini kabisa mambo yatakuwa fresh barida na mambo yatakuwa vizuri. So tunapika story tukimsubiri huyo mother-in-law akuje ili tuweze kujua. Kuzo, how do you feel wakati ambapo pesa zako zinarudi? Sasa mimi naweza sema by the naweza sikia poa sana ikirudi, juu daktari kusema ukweli nilikuwa na maumivu sana. Sababu naona nimekuwa chini kwa muda. Sasa tena ile kitu inaweza nisaidia ndio hiyo nayo imeenda. Sasa nilikuwa nimejiuliza kwa nini? Ni kurogwa ama ni nini? Unajua sometimes kuna mambo inaweza tendekea mtu ujiulize namna gani. But saizi daktari niseme kwangu mimi nashukuru. Kwangu mimi nashukuru kwa sababu ile bado hata ile na ni kwa heshima tu Kuzo. Ile tu mama ameongea hapa by the way hata nimeshangaa juu sikuwa na expect ati hii mama anaweza chukua pesa ya watoto wake wenyewe. Huwa tunamshikilia. Nikwambie jambo. Wajua mtu ambaye anakutakia mabaya kwenye maisha si mtu ambaye anatoka mbali, na si mtu ambaye hakujui. Na ni kweli. Mtu ambaye hakujui hawezi kufanya jambo baya. Ule mtu ambaye anakufanyia jambo baya ni mtu kitu ya kwanza ashawahi faidika kutoka kwako. Na ni kweli na anataka kurudisha nyuma. Na daktari nikiuliza tu nauliza, maana najua wewe unaona mbali sana. Huyu mama alisema anaenda kuzichukua zile hela. Hizo hela ukiangalia kweli ana hizo hela zote, na vipi ni vizuri tuweze kujua, na we prepare ourselves psychologically tujue kweli hizo pesa anazo ama hizo pesa hana, si ndio? Okay, kwa kweli hizo pesa anazo lakini sio zote. Lakini nimeweza kuzirudisha na atakuja nazo. Mimi nikisema zitarudi. Kwa hivyo ni kumaanisha already nikaa ametumia kiwango kidogo sana, ametumia 20,000. So akikuja tu wewe jua kwamba ameweza kutumia kiwango fulani cha pesa, haziko zote. Lakini naweza umia kwa sababu sikuwa na expect hivyo. Juu hata yeye mwenyewe nilimwambia atulie kwanza niweke kazi. Kuzo, what I can say, I know you so heartbroken. Na moyoni mwako unaumia sana, si kweli? Lakini mimi naamini kabisa kwenye maisha ya binadamu kuna hizo changamoto, na huyu bado ni mother-in-law wetu. Haina haja tuweze kumpush the wall. Kwanza sio eti huyo mama ni mtu mbaya. Si mbaya, ni mtu mzuri kabisa. Kwa hivyo hakuna mahali wali connect na wife. Shida ambayo ako nayo ni tamaa tu iliweza kumuingia kidogo. Unajua kwenye maisha aliweza kupata tamaa kidogo ya kutaka kutumia njia ya mkato kupata kitu. Ni tamaa tu ilimuingia, si ati ni mtu mbaya, si mtu mbaya kabisa. Sio pesa alikuwa anachukua aende afanye mambo. Unajua kuna watu wanaweza chukua pesa zetu waende wafanye mambo then aturudishie. So hana hiyo mambo ya kishetani ya kiuganga hivi.
Nimekuambia yeye ana hayo mambo. Kitu ambacho ako nacho ni ile tamaa tu iliweza kumwingia, ile tu ya kutaka kukurudisha nyuma na kutaka, alikuwa na mambo yake ambayo ni kama pengine aliogopa kukuambia nisaidie. Okay. Na ni kweli kwa sababu alikuwa ametuomba 10,000. So by the way, wakati daktari amesema hivyo Kuzo, nimeshikanisha. Alikuwa na ile tamaa ya pesa kidogo, but unaona ni vile hatungeweza kuelewa zaidi ni pesa ni ya nini. But hapo sasa nimekubali. Bado kumbe daktari bado anajikuna. Bado anajikuna. Nimekuambia hata. Hapana mamu, unajua wewe ni mama yangu na kuheshimu mama. Usinipigie magoti mami. Nakuheshimu. Ni shaitani hapa mama. Mike ni shaitani. Ni shaitani ilinishika. Nini shaitani ilishika Mike? Kwa nini ulikuwa unakataa? Nimesema sorry Mike. Mike nimesema sorry. Mami nikuulize kitu moja, sababu tunakuheshimu sana. Na daktari alikuwa amekuuliza hii mambo yote. Kwa nini kwanza mwanzo ulikuwa unakataa mama yangu? Daktari mtengeneza acha kujikuna kwanza. Ni shaitani tu. Mtengeneza acha kujikuna ndio atuelezee kiundani. Ni shaitani. Haya, kwa sawa. Eleza sasa. Eleza vizuri kiundani. Eleza vizuri kiundani. Mbona ulikuwa unakataa na mbona ulichukua hizo pesa? Eleza. Sasa Mike, mimi nilishukua kwa sababu nilikuwa na mahitaji na shaitani tu alifanya nichukue hizo pesa. Bili kwanza, ziko wapi? Wacha kusema umezileta na tuzioni. Pesa ndio hizi. Na nimesema sorry. Hizi pesa ni ngapi hizo? Daktari, hizi pesa inaweza kuwa ni ngapi? Hizi nikiweza kuangalia vizuri ni kama 1,100. 1,100. Na lazima tusihesabu. Lazima tusihesabu. Unajua mama, lazima tusihesabu. Hizo zingine ziko kwa simu Mike. Na nilikuwa tu nimetumia kidogo kwa sababu ya watoto nikawatumia 20k. 20k zote. Mbona ukafanyia hivi kijana wako? Mbona? Penda na kuheshimu mama. Story zangu zote niwe na abianga. So unaelewa hivyo? So hata siku na respect mami. Anyway, watoto wangu. Mimi Kuzo, mimi naweza sema hivi, ni mzazi. Si ni kweli? Na hata kama amenifanyia hivi na ni mzazi, bado nampenda. Kama vile tunapenda mke wangu na unajua vizuri na kupenda mami. Lakini kuna kitu nitakwambia. Unaona tukiendelea hivyo next time, mam, kitu kama hiyo tu si poa. Si poa. Si poa. Si unaona hata nashindwa kuongea na wewe kwa sababu gani? Kwa ile heshima ya familia na ya mother in law. Na mimi ungejua mama, ujue mimi si mtu wa kudanganya. Ndio. Mbona sababu nilikuwa nishajua kila kitu, lakini wewe unajifanya mjuaji, unataka kukataa. Mbona sasa ulikuwa unakataa wakati wajua ulikuwa ushafanya hiki kitendo? Na mbona ukafanyia kijana wako mambo kama haya, mtu ambaye amekuwa wa msaada kwenye maisha yako, anakusaidia? Na ndio maana mimi wanasema ukiwa na jambo usiogope kuongea. Unajua sasa kama haungeongea haungeweza ingepotea kabisa ungejua iko wapi. Daktari, ndio maana mimi napenda kazi yako. Haungeweza kujua iko wapi, na hata ingekuwa ametoa hapa, hata imepeleka wapi, hata amevuka nayo mipaka ameenda wapi, angeweza kuileta hapa, kuirudisha hapa. Kuzo, mimi venye nimejionea hii pesa nikishika hivi kwa kuku. Alafu zingine hata kwa nyumba kwa kuku haraka. Hata mimi nimesema Mike, ubarikiwe na hizi pesa. Na asifanye kazi mingi na ubarikiwe sana. Mungu akusaidie. Ni kweli. Sifanye. Ninajua mother-in-law. Wewe unasema zimsaidie, wewe mwenyewe unataka kuchukua haya. You had a plan zimsaidie, si kweli? Lakini mbona wewe mwenyewe ulikuamua sasa basi kuchukua hizo hela, na wewe mwenyewe ulikuwa unajua kabisa hizi pesa zinafaa zimsaidie? Unaona kitu ambacho unafanya sio kizuri. Si kizuri, hata mimi niliona si kizuri. Lakini tu ni vile tu mtu anashikangwa na tamaa. Nikachukua tu na tamaa, nikaonelea nikichukua naweza jisaidia. Haya, daktari. Sio hizi tu Kuzo, niulize swali, hizo zingine ziko? Amesema ziko kwa M-Pesa. Hizo zingine aliweza kuweka kwa M-Pesa. Naomba kwanza nishike. Kabla hujatuma, nataka kwanza nihesabu hizi hela nijue kabisa. Hesabu kwanza ujue kama ile hesabu nimekuambia daktari. Naomba nikusumbue kidogo. Hesabu kwanza tujue. Na hesabu nikupatie wewe kabisa. Moja kwa moja kwa kuku. 1 2 3 4. Daktari, naomba niweke hiyo kitu hapa kidogo. Hivyo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kuzoshika 10. Hiyo ni Mungu zimerudi kwangu. Mother-in-law, wewe anza kutuambia ziko sawa na sisi tunahesabu pesa. Mbona unasema ziko sawa na tunahesabu? Lazima tuhesabu mpaka ziishe zote. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaani
Anasema ziko sawa. Hatutaka kujua kama ziko sawa, lazima tuhesabu. Sisi we have to confirm. Sasa hesabu kuzo mimi nikishika tu. Si ndio hizo ni ngapi? 20 kwa mikono ni 1 20. 2 3 4 5 6 7 8 Ndio. 9 10. Hizo ni 30. Hiyo. Haya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ndio. 40. Hiyo ni Ndio? 40. Na hesabu tu. Kwa Haya. kuku direct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hiyo ni 50, si ndio? Hata nitapigia mtu wa kuku kutoka hapa. Si ndio? Sitaki hiyo 1 maneno 2 tena. 3 4 5 6 7 8 9 10. Wacha nijiokote. Vile nimeona yani nijiokote sasa. Nimekapitia. Umekapitia hii town. Haya. Inafika 60, si ndio? Haya. Twenda nalo basi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Si ndio? Hiyo. Hiyo ni 80. Hii ni 80 ya. 80 ama 70? Hii ni 70. Haya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hiyo ni 80. 80. Haina sida basi. Hii ni 80. Haya, 1 2 Daktari. 3 4 5. Kweli wewe ni daktari na mwaga, nimekuamini sasa. 10. Umeona daktari Amerejesha mali. Unaona imerejea. Daktari na mwaga. Hiyo ndio pesa yako ambayo ilikuwa Unajua nilikuwa 1 nimeruzu 2 kabisa. 3 4 5 6 7 8 9 10. 100,000 cash man. Nakwambia Hiyo daktari. simu. Weka. Sasa aika namba yake utume hizo hela zote. 200. Zote ziwekwa. So nikuulize hizo 20,000 tumwachie tu. Hizo wacha nifanye hivi kuzo Eh. sababu ashatumia na hakuna haja Daktari tushinde atakusaidia. tukinini tukimuuliza mimi nimemwachia tu. Maybe umefanya kitu home. Eh. So hiyo nimekuachia tu. mwachie kiroho safi. Yeah. Hakuna Thank jambo you. ambalo mimi siwezi kulifanya. Eh? Hakuna kitu ambacho kinanishinda. Na ni kweli Umeamini. nimeamini imerudi. Haya, Imerudi kwa mikono. Nimestuka sana. Sikuwa nadhani ati zinaweza patikana, ati naweza patwa. Umeshangaa? Ulikuwa unajua Nimeshangaa sana. utapotea nayo kabisa. Then Mimi ripoti tu kuna inifikie upotee nayo. Mimi inifikie tu bora nijue tu nielezewe nijue unacheza wewe. Anaweza mzaa kwa kazi. Wewe ni daktari. Wewe ni daktari wa Hata kweli. ungetoroka uende Wewe ni wapi? daktari. weka pesa. Weka hiyo, weka. Nimeamini. Hakuna kitu Umeamini ambacho daktari. Weka M-Pesa pin. hakuna kitu ambacho mimi siwezi kufanya. Weka. Na hata ile ningeweza kumwadhibu Jina lake ni Michael. lakini Michael. ile tu niliona wacha tu arejeshe ile. Mimi Hebu kwanza confirm ni ya nimeshangaa. phone. Nakwambia Imeenda Michael. hii mali ni yangu, imerudi kwa mikono. confirm kwanza, Confirm confirm. kama message ni hiyo. Nikufurahia bwana. Kitu nilikuwa nimepoteza. Acha ni confirm tu saa hii kidogo tu. Uko sawa? Yes. Huwezi confirm peke yako bro. Ndio hiyo. Wow. Yes. So hakuna tisori mingi. Hakuna story mingi Pesa town. ninayo. Mami, Mbona unafurahi asivyo unafurahi lakini moyoni unaumia. Si kweli? Sasa nimesikia moyo imetulia sasa. Haya. So, daktari nimeshukuru sana kwa kazi yako. Naamini kabisa utazidi kusaidia watu wengi na I'm very happy. For now what I'll say is bye bye till next time.